Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Adam Hussein. Saudi Arabia inataka kuendeleza janga katika eneo la Mashariki ya Kati. Saudi Arabia kwa kitendo chake cha kushambulia kwa bomu uwanja wa ndege wa Sanaa ambao upo chini ya mamlaka ya Wahouthi kuzuia safari za ndege za Iran ni janga lingine ambalo Saudia inalitafuta katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Ikiwa vita kati ya Marekani na Iran imeleta janga kubwa katika ulimwengu, hasa maeneo ya Mashariki ya Kati, Saudia inatafuta janga lingine kwa kuwagusa Wahouthi kwa kitendo cha kuruhusu ndege iliyowabeba maafisa wa Kihouthi waliotoka kumzika Ayatollah Al-Khamenei kusafiri kutoka Tehran hadi Sanaa nchini Yemen. Wapiganaji wa Kihouthi wanadai kuwa Saudi Arabia ilifanya shambulizi la kushtukiza katika uwanja wa ndege wa Sanaa na hivyo kuzusha vita kati ya pande hizo mbili. Hata hivyo, mamlaka ya Kihouthi huko Yemen ilishutumu Saudi Arabia kwa kuanzisha tena vita kati ya pande hizo mbili mnamo Jumatatu baada ya kuripotiwa kwa shambulizi la anga kushambulia njia ya ndege katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Sanaa. Wakazi wa mji mkuu wa Sanaa unaodhibitiwa na Wahouthi wameripoti milipuko kadhaa karibu na uwanja wa ndege, huku ndege za kijeshi zikiendelea kuruka juu ya mji huo. Vyombo vya habari vinavyoongozwa na Wahouthi vimehusisha shambulizi hilo na Saudi Arabia, na Riyadh haikuthibitisha mara moja kwamba vikosi vyake vilifanya mashambulizi. Hakukuwa na ripoti za haraka za majeruhi wa kiwango cha uharibifu na hakikuwa wazi hapo awali. Shirika la habari la Sabah linalodhibitiwa na Wahouthi limenukuu chanzo cha usalama kikisema kwa mfululizo wa mashambulizi ulikumba njia ya kutua na kuruka kwa uwanja wa ndege. Chanzo hicho kilitaja ndege zilizoshambuliwa ni za Saudi Arabia na Marekani, ingawa hakuna uthibitisho wa mara moja kutoka kwa Marekani. Taarifa hiyo inaonyesha kwamba Riyadh imejiweka katika hali kubwa ya kimkakati, na namna ambavyo imefanya shambulizi hili ni kama vile ni kutafuta hali ya usalama katika Mashariki ya Kati kuzidi kuyumba. Mapema mwezi huu msemaji wa jeshi la Wahouthi Yahya Saree alidai kuwa ndege za kivita za Saudi Arabia ziliingia kwenye anga ya Yemen katika jaribio la kuzuia ndege ya raia ya Iran kutua katika uwanja wa ndege wa Sanaa. Kulingana na Wahouthi, ndege hiyo ilikuwa imebeba zaidi ya raia 200 waliojeruhiwa, wagonjwa na waliokwama Yemen. Kundi hilo limesema lilirusha makombora ya ulinzi wa anga dhidi ya ndege za Saudi Arabia na kulazimisha ndege hizo kuondoka, madai ambayo hayakuthibitishwa. Saree baadaye alionya kwamba hatua yoyote ya ziada Saudi Arabia itaanzisha mashambulizi kwenye viwanja vya ndege vya Saudia na maslahi muhimu juu ya ardhi na bahari ya Riyadh. Vyombo vya habari vya Wahouthi vimesema kwamba ndege ya Iran baadaye imerejea Tehran ikiwa na ujumbe rasmi wa Yemen ambao ulikuwa umesafiri kuhudhuria mazishi ya kiongozi mkuu wa zamani Ayatollah Al-Khamenei. Hata hivyo, kutokana na mashambulizi hayo, wapiganaji wa Kihouthi huko Yemen waliushambulia uwanja wa ndege wa Saudi Arabia katika kulipa kisasi kwa mashambulizi ya awali dhidi ya Sanaa, lakini hakujawa na ripoti za majeruhi au uharibifu kutokana na mashambulizi hayo ya makombora. Muungano unaoongozwa na Saudi Arabia nchini Yemen ulisema Jumatatu kwamba ulinzi wake wa anga ulikabiliana na makombora ya balistiki yaliyorushwa na Wahouthi wa Yemen wanaoegemea na kushirikiana na Iran kuelekea eneo la kusini mwa ufalme huo. Hata hivyo, Saudi Arabia ilizuia mashambulizi hayo ya makombora ya Wahouthi yaliyozinduliwa katika kulipa kisasi kwa mashambulizi ya awali huko Sanaa. Moja kati ya maeneo ambayo yalishambuliwa ni kupitia uwanja wa ndege. Msemaji wa jeshi la Wahouthi Brigedia Jenerali Yahya Saree alikuwa ameyaita mashambulizi ya uchokozi wa wazi na kusema yalikuwa yamemaliza kipindi cha kupungua, kwa maana hali ya kutokuwepo kwa amani. Hata hivyo, baadhi ya wachambuzi wanaona kwamba hali hii inakuja kusababisha kulipuka kwa vita vikubwa katika Mashariki ya Kati. Ikumbukwe kwamba Saudi Arabia inatetea serikali iliyopinduliwa madarakani na wapiganaji wa Kihouthi ambao wameuchukua mji mkuu wa Sanaa pamoja na viwanja vya ndege huko Sanaa, lakini pia na maeneo mengine ya nchi hiyo. Ikumbukwe serikali hiyo imeondolewa na kupelekwa maeneo mengine na kwamba ina eneo dogo tu la utawala, na hivyo bado mamlaka inayotambuliwa kimataifa ambayo Saudia inaipambania bado ipo katika mapambano ya kurejesha hadhi yake na utawala wake. Wachambuzi wanasema kwamba kutokana na hali hii ni wazi wapiganaji wa Kihouthi wanaungwa mkono na Iran wanaweza wakaingia vitani na kuifanya Mashariki ya Kati kuwa janga, kwa maana mashambulizi ya Wahouthi yatakuwa makubwa mno kwa kushirikiana na Iran ambayo wakati wote imekuwa ikilenga maslahi ya Marekani yaliyopo katika nchi hiyo ya Saudi Arabia.
Mamlaka ya usafiri wa anga ya serikali ya Yemen inayoungwa mkono na Saudi Arabia inayotambuliwa kimataifa iliamuru kwa ufupi kufungwa kwa viwanja vyote vya ndege nchini kote kabla ya kutangaza saa chache baadaye kwamba vimefunguliwa tena. Lakini pia moja kati ya jambo ambalo Saudi Arabia ilitangaza ni kuona ndege ya Iran ikiruka hadi nchini Yemen, jambo ambalo wa Iran watalichukulia kwa uzito kwamba ndege yao ilikuwa ikishambuliwa na Saudi Arabia na ni bila sababu za msingi, kwa sababu Yemen si katika taifa la Saudia. Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News.